Karibu Bwana Vani Kassim. Kwa wapenzi wa watazamaji wa Darajani TV wanataka kujua machache kutoka kwenye mkutano mkuu ambao leo mmekaa kama wanachama wa TDFA mkoa. Asante sana. Kimsingi kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Mohamed Kassim, wengi wananiita Vani Kassim ama Director Van, mwenyekiti wa chama cha waigizaji wilaya ya Kigamboni. Tupo hapa leo kwenye mkutano mkuu. Lengo ni kujaribu kuangalia na kuboresha uhai wa chama kwenye ngazi ya mkoa wa Dar es Salaam, na kwa maana leo wilaya zote tano tumekusanyika hapa. Kama kuna wilaya kufika basi ni moja, na kwa dharura ambayo viongozi wa mkoa walioitisha mkutano watakuwa wanaifahamu. Lakini kimsingi tumesimama hapa kwa ajili ya raise hoja zetu, kwa maana ya kwamba kama mkoa wa Dar es Salaam tunatamani kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa wa kuendesha chama katika maeneo mbalimbali, ngazi ya maamuzi na ngazi ya utekelezaji wa mambo mbalimbali. Lakini kimsingi tumeomba pia uongozi wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kupitia mkutano huu mkuu kuhakikisha kwamba taratibu mbalimbali kama tulivyosema za chama chetu kwa muongozo wa katiba zinafuatwa na kuzingatiwa kwa mujibu na utaratibu wa katiba, kwa maana ya kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo yamependekezwa na tumefikishiwa kama viongozi wa wilaya, lakini kimsingi ni mambo ambayo ndiyo tunayasikia hapa na hatukushiriki kwenye mchakato wa maamuzi na kuyafikia kama viongozi wa wilaya, na hatupo hapa kuyapinga maamuzi, hapana, ila tunatamani haya maamuzi na mapendekezo yaliyoletwa inawezekana ni mazuri na yana maslahi mapana kwenye chama, lakini ni vema maamuzi kwa sababu yanawagusa wanachama basi yashuke chini kwanza, wanachama washirikishwe, watoe maoni na mapendekezo yao, alafu kisha ndiyo yaende yakafanyiwe kazi, kwa sababu tunapotoa maoni au maamuzi sisi kama viongozi alafu hatujawashirikisha wanachama, kesho na kesho kutwa wanaweza wakatugeuka na kuto kuyafuata yale mapendekezo na maoni ambayo yametolewa na viongozi, kwa sababu wao hawakushiriki, na watakuwa na haki ya kufanya hivyo kwa sababu wao walitakiwa washirikishwe. Kwa hiyo kimsingi mkutano umeenda vizuri, na kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tumeazimia kuhakikisha namna gani tunaweza kufuata utaratibu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na kuifanya Dar es Salaam kuwa imara na TDFA mkoa wa Dar es Salaam kuwa ni yenye nguvu na yenye wanachama wengi wenye mwamko na wanatekeleza majukumu yao kama wanachama wa chama cha waigizaji. Mtazamaji angependa kujua ni maamuzi gani ambayo yalikuwa yafuati kama ungeweza kubainisha? Kwa mfano tumepata taarifa ya kuwepo kwa ongezeko la ada ya wanachama, kwa maana ya kutoka kwenye 12,000 ya mwaka mpaka kuelekea kwenye shilingi 30,000, ambayo kimsingi sisi viongozi wa wilaya hii 12,000 tu ni changamoto kwenye wilaya zetu, yani bado wanachama wanasuasua, na sio kwa ubaya, ni kulingana na hali ya vipato vya wanachama. Kwa hiyo kitendo cha kuongeza kutoka 12,000 kwenda 30,000 bila kushirikisha wanachama ama viongozi pia wa wilaya na kupata maoni sasa ya wale ambao tunawataka walipe hizo ada, kimsingi hakijakaa sawa sawa na hakipo vizuri, kwa sababu kesho na kesho kutwa mtu atashindwa kutekeleza kulipa hiyo ada. Kama tulivyosema shilingi 30,000 tutamhukumu bure, lakini kimsingi ni kwamba pengine tungemshirikisha kwenye hili, labda angependekeza kwamba okay jamani, kulingana na taratibu za kimaisha basi tusiweke 30,000, labda tuweke 20,000 au tuweke 15,000 badala ya shilingi 12,000. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa maamuzi ama hoja ambazo zimeletwa, ambazo kama mkutano mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam tumeona haziko sawa sawa, na viongozi wa ngazi za juu warudi tena chini tuweze kulidiscuss kwa pamoja, watushirikishe sisi viongozi wa wilaya na sisi turudishe kwa wanachama wetu waliopo kwenye wilaya, ili wao waweze kutoa mapendekezo na maoni yao katika kuliendea hili kwa maslahi mapana ya chama. Inawezekana, tunajua kwamba chama hakiwezi kujiendesha bila fedha. Inawezekana viongozi wetu walikuwa na maono na mawazo mazuri, lakini nafikiri hawakutumia njia nzuri na sahihi katika kupendekeza hayo maoni. Kwa tunaomba warudishe chini, tujadiliane, tupendekeze kwa pamoja, then tufikie mwafaka ili tuweze kwenda katika maamuzi yaliyo sahihi na wanachama waweze kulipa kile ambacho wao watakuwa wamekubaliana nacho na wanaweza kukimudu. Baada ya mkutano huo au kikao hichi cha leo, wanachama wategemee nini matokeo yani ya kikao hichi?
Kwanza wategemee kwamba hakuna maamuzi ambayo yanaweza yakafanyika aidha na viongozi au na mtu yoyote bila wao kushirikishwa, kwa sababu maamuzi yanayofanywa kwenye hichi chama si maamuzi ya kiongozi au viongozi, na wanaokwenda kutumikia hichi chama si viongozi bali tuna wanachama. Lakini kimsingi na sisi viongozi wa wilaya ndio wenye wanachama, kwa tunakutana na vitu na maswali magumu sana kutoka kwa wanachama wetu katika maamuzi ambayo sisi hatukushirikishwa wala sisi hatukuyashusha chini. Kwa hiyo wategemee kwamba, na tunaamini viongozi wetu wasikivu na wanapenda kusikiliza na wanaelewa, kwa hiyo watatuelewa katika hili, na mwisho wa siku utaratibu utarudi tena na kuanza upya ili tuweze kujadiliana kupata maamuzi ya pamoja. Kwa wanachama wa chama cha waigizaji mkoa wa Dar es Salaam kupitia wilaya zetu, na mimi naongea kama mwenyekiti wa wilaya ya Kigamboni, wanachama wa wilaya ya Kigamboni wategemee kwamba maamuzi yoyote ambayo yatapendekezwa au mabadiliko yoyote ya kiutaratibu kwenye taasisi yetu ya chama cha waigizaji hayataweza kutolewa maamuzi mpaka wao washirikishwe, kwa sababu wao ndio wahusika na wanaokwenda kutumikia hayo maamuzi.